Wekundu wa Msimbazi Simba ambao ni wawakilishi pekee wa Tanzania waliosalia katika michuano ya vilabu barani Afrika, kikiwa kimewasili salama wa salmini huko nchini Morocco, tayari kabisa kwa mechi ya fainali ya mkondo wa kwanza dhidi ya RS Berkane ambayo itakuwa inachezwa weekend hii huko Morocco. Kikosi kimeanza mazoezi mara tu baada ya kuwasili na kuelekea katika mchezo huo. Meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Ahmed Ali ameelezea hali ilivyo kwa vijana wao na wale msafara mzima ambao umesafiri hadi huko nchini Morocco. Tumewasili leo Jumatano majira ya alfajiri hapa Morocco, na baada ya purukushani zote za uhamiaji wachezaji wakapata nafasi ya kwenda kupumzika hotelini, na jioni ya leo tumefanya mazoezi yetu ya kwanza hapa Morocco ili ya kuweka mili sawa sawa kuelekea katika mchezo wetu wa Jumamosi. Wachezaji tuliosafiri nao, mashabiki, viongozi kutoka Simba Sports Club, kutoka TFF pamoja na serikalini, wote na wenyewe wapo katika hali nzuri. Kiufupi tu ni kwamba msafara mzima wa Simba Sports Club uko vizuri na tayari tumeshaanza maandalizi ya mchezo wetu dhidi ya RS Berkane. Hiki kipindi hakina baridi kali sana. Iko ile baridi ya kawaida tu ya siku zote ambayo kwa sisi ambao tumetokea katika nchi ya Tanzania ni hali ya hewa ambayo tunaimudu kabisa. Hata ukiniangalia niko zangu tu bila sweta wala nini, ni kwa sababu hali ya hewa inaruhusu kuvaa namna hiyo. Na kwa wachezaji wakifanya mazoezi, maana yake wanapata lile joto, kwa hiyo baridi unaondoka kabisa. Kwa hiyo hali ya hewa ni nzuri ambayo sisi tunaweza kabisa kuimudu na kufanya kazi chini ya hali ya hewa hiyo. Kwanza tumeweka kambi hapa Casablanca. Tutakuwa hapa kwa muda wa siku 2, kwa maana ya leo Jumatano na kesho Alhamis. Tutaondoka tarehe 16 asubuhi kuelekea Morocco, kuelekea Berkane ambako tunakwenda kuwafuata wapinzani wetu. Tutafika kule tarehe 16, tutafanya mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja wa manispaa ya Berkane, uwanja ambao ndio tutakaochezea mechi yetu, na tarehe 17 tutaamkia uwanjani. Baada ya mechi tarehe 17 tunaingia kwenye ndege ya Air Tanzania, tunarejea Dar es Salaam. Wachezaji wetu wote wako vizuri, hakuna yote ambaye ana changamoto ya kiafya, wote wako na wote wako tayari kwenda kuipeleka Simba kwenye dunia nyingine ya mafanikio. Nafasi tunayo, na hii inatokana na ubora tuliokuwa nao currently. Tuna matokeo mazuri sana tunapocheza katika uwanja wa ugenini, ukitoa mechi 2 pekee ambazo tumepoteza ugenini, mechi ya CS Constantine na mechi ya Al Masry, lakini michezo mingine yote takriban 5 tumekuwa tukipata matokeo mazuri, aidha kushinda ama kupata sare. Kwa hiyo hicho peke yake kina confidence kubwa ya kwamba tunayo timu ya kwenda kubishana na Berkane nyumbani kwake pale Berkane. Lakini kama haitoshi, wachezaji wetu wanatambua umuhimu wa hii finali, wanatambua namna gani finali ya pili inaweza kuathiriwa na finali ya kwanza, kwa maana mechi ya pili ikaathiriwa na mechi ya kwanza. Kwa hiyo wanafanya kila kinachowezekana mechi ya kwanza ya ugenini isiathiri mechi ya pili ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wanaandaa kwa kushirikiana na benchi la ufundi mpango ambao utatuwezesha mechi ya kwanza kupata matokeo mazuri ambayo yatakuwa faida kwenye mechi ya pili. Namni meneja wa habari na mawasiliano wa Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali mzee wa ubaya ilivyo ya squad yao na tahadhari kubwa ambayo wameichukua, na tahadhari hapa kwa benchi la ufundi na wachezaji ni kwamba mechi ya mkondo wa kwanza isije ikaathiri matokeo ya mechi ya mkondo wa pili. Hii ni moja kati ya tahadhari kubwa ambayo wapo nayo, kwa sababu wakiwa away wakaruhusu pengine kipigo ambacho hakitokuwa kizuri. Hivi kuna kipigo kizuri na kipigo kibaya, si ndio?